صلوات وسلام بمحمد أمين براوة وندام ملائكة متين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق هذا اليوم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام جعفر الصادق: وإن لأم العباس منزلة يغبطه عليها جميع شهداء وصديقين يوم القيامة. صدق الإمام عليه السلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Al-Imam Jafar Sadiq alayhi salam katika kumsifia ami yake Abul Fadhl al-Abbas asema kwamba kwa ami yangu Abbas ana daraja ambayo kwamba hata na mashuhada na masidiki na watakapoangalia siku ya Kiyama watatamani wawe na hiyo daraja. Hiyo ndio kauli ambayo kwamba nimeanza nayo katika kumkumbuka huyu Abu Fadhl al-Abbas. Najua kuna baadhi wao wanamuita Imam Abbas, lakini sio imam. Yeye sio katika maimamu, lakini katika daraja ambayo kwamba Abu Fadhl al-Abbas yuko nayo ndio hii ambayo kwamba Al-Imam Jafar Sadiq alayhi salam asema kila mtu, wale mashuhada watatamani daraja ambayo kwamba amepewa Abul Fadhl al-Abbas. Kwa nini? Hiyo ndio sababu ambayo kwamba nimesimama mbele yenu, labda kwa dakika chache ambazo kwamba nitaweza kuwa nazo, Mwenyezi Mungu akiniafikia, tupate kujadili kiasi fulani kuhusiana na huyu mtukufu. Katika kutafuta historia kumuhusu Abul Fadhl al-Abbas, waona kwamba hapajaandikwa sana mengi kuhusu Abul Fadhl al-Abbas, isipokuwa mengi yameandikwa kuhusiana na huo msafara tangu Madina mpaka siku ya Ashura. Hapo ndio mambo ambayo kwamba tunayapata kuhusiana na Abul Fadhl al-Abbas yanasimama, na hapo ndio mambo ambayo kwamba tunapata huyu alikuwa ni mtu aina gani. Kwa hivyo mada ya leo itakuwa ni yale ambayo kwamba yaweza kutusaidia mimi na wewe katika kujilea na katika kuwa wafuasi wazuri wa maimamu. Shekhe aliponipatia khiari ya kuweza kuchagua ni katika hawa watatu ni nani ambayo kwamba anaweza kuongea, nilishindwa nitamchagua yupi, kwa sababu na Imam Hussein ndio hivyo ni mzuri, na pia Imam Jafar Sadiq, Imam Zain al-Abidin pia naye ndio huyo, na pia huyu ambayo kwamba ni Abul Fadhl Abbas, yeye ndio kamar, yeye ndio nuru yetu. Twaweza kuangalia na kuona kwamba sisi kama wafuasi twaweza kuwa namna gani mbele ya viongozi. Pia unaangalia namna ambayo kwamba amesifiwa Abul Fadhl Abbas pia na Imam Jafar Sadiq alayhi salam,
anasema kwamba huyu ami yangu Abbas ibn Ali kana nafidhul basira, alikuwa ni mtu mwenye maono, mtu wa kuona mbali. Salbul iman, imani yake ilikuwa ngangari, alikuwa ni mtu mwenye imani thabiti. Jahada ma abi Abdillahi wa abla balaan hasana, alikuwa pamoja na abi Abdillahi mpaka akawa ni mwenye kupata hizo balaa, lakini akaweza kufaulu. Sababu nasema hizi, hakuna vile naweza kuongea kuhusiana na Abul Fadhl Abbas mpaka niongee kuhusiana, mpaka lazima utataja jihadi yake. Pia al-Imam al-Hujja al-Muntadhar salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Pia al-Imam wa zama zetu anamsifia Abul Fadhl al-Abbas katika ziyaratu Nahiya al-Muqaddasa, anaposema assalamu ala al-Abbas ibn Ali ibn Amir al-Mu'minin al-Muwasi akhahu binafsi, yule ambaye kwamba anamtoa salamu kwa al-Abbas na kumsifia kwamba yeye ni muwasi akhahu binafsi, yule ambaye kwamba amemfuata ndugu yake, yani mtu ambaye kwamba ufuasi wake hauna shaka yoyote. Wal akhdhu li ghadihi min amsihi, angalia maneno mazito haya, kwamba yeye ameshatangulia mbele, yani ya kesho. Al akhidhu li ghadihi min amsihi, yale ambayo kwamba ni ya kesho aliyachukua jana. Muona, ndio kwa sababu sema kwamba huyu alikuwa ni nafidhu basira, yale ambayo kwamba yatakuja kesho yeye ashayachukua jana. Huyu ni Imam sahib al-asri wa zaman akimsifia. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kwa hivyo tunapomwangalia al-Abbas, Abi Fadhl al-Abbas, pia tunaweza kupata sifa zake katika majina yake, sifa ambazo kwamba amepewa kama Qamar Bani Hashim, yani mwezi wa Bani Hashim, ile mbala mwezi, yani kwa sababu ya uzuri utanashati wake, alikuwa na sura nzuri na haiba nzuri, alikuwa ni mtu ambaye kwamba watu wangependa kumwangalia. Na pia katika Qamar Bani Hashim waweza kuona kama ni mtu ambaye kwamba aling'arisha Bani Hashim katika hii sifa ambayo kwamba mimi nitakuwa nenye kuzunguka kuhusiana na sifa ya wafaa, uaminifu, na sio uaminifu tu bali ni uaminifu ambayo kwamba una ukweli ndani yake. Anapewa jina la Saqil Utash, Saqil Utash, kwamba huyu ni mwenye alikuwa ananywesha watu maji siku ya Ashura, alipata hii sifa. Labda wengine wanaweza fikiria kwamba Abul Fadhl al-Abbas aliuawa akienda kutafuta maji. Na je, ilikuwaje kwamba amepewa sifa ya Saqil Utash ile hali maji hayakufika? La, kuna wakati katika siku ya Karbala, siku hiyo ya Ashura, yeye pamoja na Nafi al-Bajali waliweza kufika katika mto wa Furati na waliteka maji. Lakini ni nini ambacho kwamba kilisimama sana, kikaonekana yeye yuko tofauti na wengine? Wale maaskari aliyokuwa nao, yeye aliweza kuwaambia waenda wachote maji, na yeye pamoja na Nafi wakawa wenye kupambana na majeshi ya Yazid, na hawa wakachota maji na yakafika kwenye mahema. Na hiyo ilikuwa ni siku ya 7. Baadhi ya sifa ambazo kwamba
wazipata kuhusiana na huyu Abil Fadhl al-Abbas. Sifa nyingine ambayo tunajua kwamba yeye ni Abul Fadhl. Abul Fadhl inaweza kuwa ni maana mbili, kwamba yeye alikuwa na mtoto anaitwa Fadhl, na pia yaweza kuwa kwamba yeye alikuwa ni mtu wa fadhila nyingi, yani mtu alimbaye kwamba alikuwa anapatia watu fadhila nyingi, na mpaka saa hizi watu wanamwendea yeye kwa sababu ya fadhila ambazo kwamba alipewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekuwa yeye ni anapewa majina mawili, mlango wa Hussein na mlango wa haja, babul hawaij na pia ni babul Hussein. Hauendi kwa Imamu Hussein kwenda kumwona Imamu Hussein, mpaka wanapita kwa Abul Fadhl al-Abbas. Salawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hivi inanipelekea katika lesson ambayo kwamba tutaweza kusoma kuhusiana na Abul Fadhl al-Abbas. Tunajua namna ambayo kwamba ameleleka vizuri kwa njia ambayo kwamba ni bora zaidi. Ametokana na kizazi kitukufu zaidi. Na waona kwamba yeye baba yake ni Ali bin Abi Talib. Mama yake naye ni Ummul Banin au Fatima bint Hizam al-Kalbi. Na hii Kalbi inakupelekea mpaka uangalie msimamo huyu, yeye alikuwa ameona nini. Ndio umesema hii nafidh basira. Mwajua kwamba Abul Fadhl al-Abbas alipewa chance ya kuweza kutoka katika maidan na anko yake. Mwajua kwamba Shimr ana uhusiano mkubwa na Abul Fadhl al-Abbas. Shimr bin Dhiljawshan wana uhusiano mkubwa. Yeye ameenda, Shimr ameenda kwa Abu Ubaidullah bin Ziyad al-Mal'un kumuombea ma'man, yani amani, kwamba kuna watoto wa dada yetu ambao kwamba wako na Hussein, tuandikie barua ili kwamba wapate kupata amani. Na alipoletewa hiyo barua aliichana, alikataa, hawezi kufanya kitu kama hicho. Na sio hivyo tu, mpaka na siku ya Ashura bado Dhiljawshan, Shimr al-Mal'un, Shimr alimuita, wako wapi watoto wa dada yangu, yani Fatima, wako wapi hawa watoto, ili kwamba niwapatie ma'man, wawe ni wenye kuenda. Wakaenda, lakini akawa ni wenye kutusi huyo, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulaani ewe Shimr, mimi nitoke hapa nimwache Abi Abdullah al-Hussein, siwezi. Hizo ni baadhi ya sifa ambazo kwamba unaona anakuwa na sifa ya wafaa, na sisi tuweza kusoma namna ya kuwa na wafaa. Wafaa ni ile hali ambayo kwamba wewe ni mtu ambayo kwamba una uaminifu wa hali ya juu na unatekeleza ahadi. Na ndio unaona kuna aina 3 au 4 au nyingi zaidi za wafaa. Moja ya hile unaweza sema wafaa bil ahad, alwafaa bil ahad, yani ikiwa mmeandikiana mkataba baina wewe na mtu mwingine, yaweza kuwa ni mkataba wa kibiashara au mkataba wa kazi au mkataba kama wewe ni mwanafunzi, kuna vile wewe unaandika, kuna zile rules unapewa katika skuli kwamba hizi ndio rules ambazo kwamba utafuata, shule inakupatia na wewe unatia kwamba mimi nitafuata hizi sheria. Hiyo ni yafaa utekeleze. Kama wewe ni mwanafunzi umefanya tawqi, ukaweka kidole katika hizo huo makubaliano,
hiyo inakuwa ni kwamba lazima utekeleze, na ukiwa umetekeleza watakuita wewe ni waafi, wewe ni mtu wa kutekeleza ahadi. Vile vile unaweza kuwa na ahadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hizo ni ahadi, hiyo pia ni wafaa. Ukitekeleza kile kitu ambacho kwamba umeahidi Mwenyezi Mungu au Mwenyezi Mungu amekwambia fanya na ukatekeleza, hiyo ni wafaa. Kwa hivyo kunakuwa na hiyo mikataba ambayo unaweza sema ni maagano, waweza sema maybe katika suluhu hizi za kisiasa, hizi suluhu za kisiasa, lakini sijui kama inawezekana, kama sijui kama Kenya kwanza pia sijui itakuwa, lakini ndio mikataba. Kwa sababu mmoja hapo Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa na baadhi ya mikataba, na alikuwa ni mtu ambaye kwamba anasikiza sana masala ya mkataba. Yani kama amesikizana na mtu, basi hiyo lazima uwe ni mwenye kutekeleza yale ambayo kwamba amesikizana. Yeye akiwa mdogo, akiwa kijana mdogo, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuna kile kinajulikana kama katika historia hilful fudhul. Hilful fudhul ni kitu ambacho kwamba Mtume alishuhudia kabla ya kupewa utume, akiwa bado mchanga, akiwa mdogo, yani ikiwa youth hivi. Babake huyu Amr bin al-As, akiitwa As bin Wa'il, alikuwa amechukua bidhaa za mtu na akakataa kutoa kumpatia pesa, kwa sababu tu kwamba huyu mtu si mtu wa Makka. Na huyu mtu akaanza kutoa mashairi na akilalamika namna hakuna yoyote katika mji huu wa Makka anaweza kumtetea mtu mnyonge. Bwana Mtume pamoja na vijana wengine wakaenda kwa nyumba ya Abdullah bin Jordan, wakaweka mkataba huu wa hilful fudhul, kwamba yeyote ambaye kwamba anatoka nje na anakuja kwetu lazima tutekeleze, tumfanyie wema, na yule ambaye kwamba anakuwa ni dhalim tutakuwa ni mwenye kumsuta. Na hivyo ndio walimwendea As bin Wa'il na wakamwambia lazima umrudishie huyu bwana haki zake. Na hata baada ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupata utume, bado alikumbuka hiyo mkataba na akasema, nikiitwa katika mkataba mwingine unaofanana na huo hilful fudhul, bado mimi nitakuwa ni mwenye kukubaliana nao na nitatia kidole. Na Mtume alikuwa ni mtu wa kutekeleza ahadi. Mpaka kuna bwana fulani, nafikiri ni Hudhaifa al-Yamani, alikuwa ameshikwa katika kabla ya vita vya Badr. Aliposhikwa na watu wa Makka, watu wa Makka waliweza kumwachilia kwa sharti kwamba hata ungana na jeshi la Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sharti hilo, tunakuacha lakini kwa sharti hautaungana na jeshi la Mtume au la Muhammad kwao. Sisi yangu ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat Allahumma salli ala Muhammad. Yeye akaja na kumwambia Mtume, mimi niwachiliwa huru, waona namna mimi nataka kujiunga na wewe. Sema wamekuacha huru kwa misingi ipi? Akasema kwa msingi kwamba mimi nisijiunge na wewe, lakini siwezi kubali. Sema la. Mtume akasema almuradi mmesikizana nao, tafadhali wewe nenda Madina, wewe nenda nyumbani. Huyo ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Muhammad. Namna nyingine ya wafaa, namna ya kutekeleza wafaa ni wafaa katika hali ya miadi. Ukiahidi mtu, sasa hii ambayo kumesema wafaa bil ahad ni kukiwa na tarafain, yani kukiwa na watu wawili au makundi mawili mwasikizana, lakini kuna kile ambacho kwamba wewe
wasikizana na waambia mtu kwamba mimi nitakufanyia kitu fulani. Hivyo pia Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatuambia lazima tuwe wenye kutekeleza. Mwambia mtu bana, nitakuletea peremende, kama ni mtoto nitaleta ulete. Hiyo lazima. Nimekuahidi nitakuletea, lazima ulete, kwa sababu wewe ni upande wako lazima utekeleze. Na kuna pia namna nyingine za wafaa ambazo kwamba labda haziwezi kuonekana hivi hivi. Kuna wafaa wewe kama mtoto dhidi ya baba yako, dhidi ya mamako na mandugu zako. Kuna vile vitu ambavyo kwamba huwezi kufanya. Huwezi kumuuza ndugu yako, hauwezi kumuuza baba yako. Mtu hawezi kuja hata kama ni askari. Huwezi kumuuza baba yako, huwezi muuza mwanao. Ni katika vitu ambavyo kwamba una responsibility kuhakikisha kwamba unatekeleza. Haki za mzazi au haki za mtoto ni mme kwa mke. Kuna zile ambazo kwamba lazima uwe na kutekeleza wafaa, mke kwa mme, mme kwa mke. Hizo ndio trust, kuwa honest, kuwa loyal. Ni kitu ambacho kwamba pia ni muhimu. Na hata katika nchi yako, wewe ni Mkenya, sasa hauwezi kuongea sijui ilikuwa kuaje mpaka hao watu wa Venezuela wakawacha rais wao akashikwa kiraisi na akapelekwa Amerika. Kuna tatizo katika mambo ya wafaa. Huwezi chukua rais wanyu tu, hawezi chukuliwa hivyo na mnaona tu ni kama all things are normal, lakini maybe kuna story ambazo kwamba hatujaweza kuzielewa za kisiasa hapo. Katika hata shule ambayo kwamba umesoma shule fulani, ni primary school fulani, ni secondary school fulani, ni university fulani, college fulani, house fulani, pia una responsibility katika hiyo skuli. Lazima pia urudishe, yani hata kama ni shukrani, ukisema lau kama sio madrasa fulani, lau kama si house fulani, lau kama sio primary school fulani, singekuwa hapa. Na ndio hivyo pia na hata walimu wako na hata na imam. Unaona Imam Sajjad alayhi salam katika Risalatul Huquq, katika moja hapo ya Risalatul Huquq, moja za vitu ambavyo kwamba yafaa umwambie imam baada ya swala ni kumwambia shukran, kumpa shukrani. Na hata na yule hata mwenye anaadhini mwenda kamwambie shukran kwa kuweza kutuita na kutukumbusha kuhusu sala. Hizo ni baadhi ya vitu ambavyo kwamba ni muhimu sisi kama wafuasi wa Ahlulbayt alayhim salam tuwe wenye kutekeleza hizi kitu kinaitwa wafa. Nafikiri muda umekatika. 5 daqaiq. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na hivi ndio unaona Aba Fadhl al-Abbas alayhi salam anaonyesha namna ya kuweza kutekeleza wafaa, namna ya kuonyesha uaminifu. Amepewa chance ya kuweza kutoka katika jeshi la Imam Hussein, anakataa. Imam Hussein mwenyewe anamwambia siku ya usiku, anawaambia siku hiyo kabla ya Ashura, usiku wa Ashura, anawaambia bana, saizi ni giza hiki, nyote mshikaneni mikono, kila mmoja aende zake. Lakini baada ya yeye kuwasha taa, baada ya kuzima na kuwasha taa, anakuta hao wote wapo. Na mtu wa kwanza ambaye kwamba anaanza kuongea na Imam Hussein akikataa kwamba hawezi kumwacha ni Abul Fadhl Abbas bin Ali bin Abi Talib. Huyu ndio alikuwa mtu wa kwanza kusema wallahi hatuwezi kufanya jambo kama hilo. Watu watatuambia namna gani, tulifanya namna gani, tulikawacha shekhe wetu. Hiyo wallahi hatuwezi kubali.
waona kwamba Abil Fadhl al-Abbas yeye mpaka saa ya mwisho wasema, kuna kisa ambacho kwamba nilikisikia kwa mashekhe, mimi sijakisoma, lakini nasema kwamba huyu Yazid, baadhi ya ngawira, vile vitu ambavyo kwamba walikuwa wamenyang'anya, wamepora, vile vitu ambavyo kwamba walikuwa wamepora ilikuwa ni bendera ya Abul Fadhl al-Abbas. Na sijui kwa nini kwamba huyu Yazid alishangaa na hiyo bendera zingine zilikuwa labda na zimedungwa na nini, lakini katika pale mkono pale mashikio yake yalikuwa thabiti mpaka sasa. Yazid anaangalia hii bendera anasema kwa wallahi, huyu ni mtu ambaye kwamba alikuwa na wafaa, na yeye ni Yazid. Sasa hiyo mimi si kisa ambacho kwamba nimekisoma mwenyewe, nimekisikia. Nafikiri kufikia hapa, kwa sababu ya muda ambao kwamba tunao, niliona kwamba ni mwenye kutabaruk katika kuongea kuhusu Abul Fadhl al-Abbas. Licha ya kwamba nilikuwa nimepewa opportunity ya kuchagua katika watatu, mimi nikaona nimchague Abul Fadhl al-Abbas. Na mimi nafikiria kufikia hapa, mimi na wewe tuweza kuchagua lile ambalo kwamba ni bora. Na bora ni nini? Ni katika kuwa watu waaminifu katika dini yetu, kuwa watu waaminifu na wenye kutekeleza wafaa katika viongozi wetu. Kiongozi wetu lazima tuwe wenye kufanyia wafaa, tuwe wenye kufanya wafaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, maimamu wetu wote, na hasa wafaa kwa al-Imam Sahib al-Asr wa Zaman, pamoja na wafaa kwa marja wetu wote ambao kwamba wapo. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.